Shalom, ewe uliyeumbwa kwa mfano wake Mungu. Kwa majina naitwa James. Labda nianze kwa kusema kwa Yesu kuna miujiza sana, na miujiza hiyo ni matokeo ya ule muunganiko uliopo kati yake na wale wanaomwamini au ni waite disciples wake. Ukifanya uchanganuzi wa kimofimu utagundua kwamba Mkristo, huyu Mkristo ana mfanano na Yesu. Hiyo ni kulingana na Warumi 8:29. Lakini pia huyu Mkristo anashiriki au yuko na upako wa Kristo Yesu ndani yake, na huo upako ni kulingana na ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27. Na hivi vitu, huo muunganiko ndio unayopelekea maisha ya Mkristo yawe metaphysical, yani kwa Kiswahili ni maisha ya miujiza na maajabu. Kwa hiyo maajabu ni sehemu ya maisha yake na miujiza ni sehemu ya maisha yake. Lakini pia tukisoma waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 12 inatuonyesha vile vipawa vya Roho Mtakatifu. Anasema kwamba na muujiza sasa ni matokeo ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Kwa nini nimeanza hivi? Ni kwa sababu kuna muujiza nataka nishare na wewe. Binafsi sijajua kwa nyinyi wenzangu, mimi miujiza ni sehemu ya maisha yangu. Na Mungu ana namna nyingi za kuzungumza na mimi. Waga anazungumza na mimi kupitia neno lake, ila kuna wakati napokea ufunuo kupitia Roho Mtakatifu. Kuna wakati ninaonyeshwa maono, ndoto. Na nikisema maono namaanisha ile mtu unakuwa macho, unakuwa aware, lakini unaonyeshwa vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho. Hiyo imenitokea mara moja kama sio mara mbili. Lakini leo ningetamani nikupe ndoto. Nataka niunganishe mahubiri ya ndoto na ujumbe ambao niko nao siku ya leo. Kuna ndoto niliyoota juzi, na hii ndoto haikuwa nia yangu kukusimulia, ila nitakusimulia kutokana na kile ambacho kilitokea baada ya mimi kuota, masaa machache baada ya mimi kuota. Labda nianze hiyo juzi. Hiyo juzi kabla ya kulala, nakumbuka nilisali sala. Umeona? Na ile sala ngoja nisome kwa maana niliandika, sitaki niongeze chumvi. Nilisali hivi: El Shaddai, nina muda sijasikia sauti yako kupitia Roho Mtakatifu, sijapata maono na wala sijaota ndoto kama kawaida yako unapozungumza na mimi. Tafadhali zungumza tena, maana usipozungumza na mimi sitasimama mbele ya watoto wako nikawafundisha lolote. Yaani msingi wa huduma yangu ni sitaki nihubiri kitu kutokana na maarifa yangu moja kwa moja. Nimepata hii neema ya kujua mambo mengi na hekima kubwa sana ya mambo ya kiroho, lakini sitamani nikufundishe wewe mahubiri ambayo yatakuvuta kupitia hekima yangu. Tukisoma ile waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2 mstari wa 4, Mtume Paulo sasa anasema hivi: hotuba zangu na mahubiri yangu sikuyatoa kwa maneno ya kuvutia na hekima, bali kwa uthibitisho mwingi na nguvu ya Roho. Mimi binafsi sitamani pia nitumie hekima, kwa maana imani yako wewe ikijikita katika hekima, mstari wa mbele unasema nilifanya hivyo kusudi imani yenu ipate kutegemea nguvu ya Mungu na si hekima binadamu. Kwa hiyo kuna namna mimi natamani nikileta ujumbe kwako wewe ni ujumbe ambao Roho Mtakatifu kanipa. Sasa nina muda sijasikia funzo lolote, sijasikia kitu chochote kipya. Nadhani kama mwezi na zaidi hivi. Kwa hiyo nikawa nimesali hivi kwa sababu nilikuwa nahitaji uhusiano huu, nipate mafunuo, nipate ndoto. Ndio hicho ambacho nilikiomba ile juzi, na muujiza ukatokea. Nililala, nadhani nilala saa 9 usiku. Nilipoingia kulala nikaota ndoto. Na hiyo ndoto ni ndoto ya unyakuwa. Sijajua msimamo wa kanisa ni upi au msimamo wako wewe ni upi katika unyakuwa, kwa maana kuna disagreement kubwa sana ipo katika topiki hii. Mimi binafsi uelewa wangu juu ya unyakuwa niliupata pale niliposomaga ile Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4. Nilipata taswira kamili ya rapture, na ni sio concept ngeni kwa kweli, kwa sababu tukisoma Agano la Kale kuna akina Enoko, akina Elia, wote walinyakuliwa, sawa? Na Elia alipopaa mbinguni, Biblia inasema alipaa kwa upepo wa kisulisuli. Soma ile Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Lakini pia hata kwenye Agano Jipya, kwanza kabisa kunyakuliwa ni Bwana Yesu mwenyewe. Kwa hiyo sio concept ngeni au concept ya kuiogopa. Anyway, kufikia hapo sasa, wacha nikusimulie ndoto yangu. Ndoto yangu ni ndefu, ila nitakupa muhtasari, kwa maana muhtasari huu ndiko funzo lilipo. Sasa katika ndoto
ilikuwa ni siku ya unyakua, na mimi nilikuwa na uhakika kabisa kwamba lazima nitachukuliwa pamoja na watakatifu. Niliona jopo la malaika limeshuka kutoka mawinguni na wakawa wanatembea sasa kuwafuata wale watakatifu. Umeona, na walikuwa wanaenda kwa spidi ya hatari, wakikukaribia wanakunyakua, hawakugusi ila unanyakuliwa. Umeona? So ilifika zamu yangu, na by the way I knew for a fact kwamba lazima mimi nachukuliwa. Ila nikiwa imefika wakati huo sasa, ifika zamu yangu, nikajikuta nilivyomwona malaika amefika juu yangu, nikafumba macho, nikaona uwepo wa Mungu unanivuta kwenda juu, lakini ghafla nikajikuta nimeanza kudrift kwa mawazo nikirudi duniani. Nikiwa narudi duniani nikaanza kuingiwa na hofu. Nikaogopa kwamba yawezekana sitachukuliwa. Nikiwa na hofia vile, nikasikia sauti ya malaika. Yaani kwa namna ile malaika alivyokuwa juu yangu, ni kama alitambua kwamba I'm not worthy. Sistahili kabisa kunyakuliwa, lakini akasema hivi, ni kama ananitetea hivi, akasema, lakini huyu anasoma neno la Mungu wetu. Anasoma neno la Mungu wetu. Isingekuwa kwa neema hii, hakuna mwanadamu ambaye angenyakuliwa. Sasa baada ya kuota ndoto, again ni ndoto ndefu ila nimefupisha. Na wakati huo by the way nilienda mbinguni, kwa sababu nilifika mbinguni na nikaona mazingira ya mbinguni. Ila niliposhtuka kitandani asubuhi sasa hiyo, nikaiandika ndoto pembeni, nikaiandika, nikamshukuru Mungu, nikaendelea na kazi zangu. Nilipoendelea na kazi zangu, nikawa nimeingia Facebook mara moja, kwa sababu kuna mtu nilikuwa nimemtumia ujumbe, nilikuwa nimemhubiria Facebook. Hata nikataka nijue kama ameweza kusoma mahubiri yangu. Nilipoingia Facebook, ikatokea video, pop up video ya kwanza kabisa. Ile video ilikuwa inamuonyesha mtoto wa miaka kama 10 na kitu hivi, au 10 kamili, I don't know. Yule mtoto anaitwa Mwinjilisti Edwin Msigwa, something like that. Sasa huyu mwinjilisti mtoto mimi binafsi sikuwahi kumsikia sehemu yoyote. Umeona, video ambayo iliplay sasa nilipoingia Facebook, video ambayo iliplay ilikuwa ni hii hapa. Labda ngoja nikusikilizishe kipande kidogo ili uweze kusikia, kwa maana hicho kipande ndo sababu ya mimi kukusimulia ndoto hii. Kiu ya kumjua Mungu inampeleka mtu moja kwa moja mbinguni. Sikiza kwa makini, hauwezi kuingia mbinguni usipokuwa na kiu ya kumjua Mungu. Hauwezi kuingia mbinguni ukiwa na kiu ya dhambi. Sikiza, kiu ya Mungu, ya kumjua Mungu iko kwa namna hii. Mtu mwenye kiu ya kumjua Mungu, muda wote anakuwa ni mtu wa mikesha, muda wote anakuwa ni mtu wa kusoma neno, muda wote anakuwa ni mtu wa kuomba. Kama umemsikiza hapo aliposema hauwezi kuingia mbinguni usipokuwa na kiu ya kumjua Mungu, na mbele kidogo akamaliza kwa kusema kiu ya Mungu itakupelekea wewe upende kukesha, kusoma Biblia na kuomba. Sasa ile ndoto yangu mimi inathibitisha kauli yake kuwa kwamba ni kweli, na hiyo kauli kwa kweli haikuwa imetoka kwa matakwa yake yeye au kwa akili yake yeye, ila ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa cha ajabu ni kwamba nikiunganisha ile ujumbe wa mwinjilisti na ile ndoto yangu ya juzi, ni kama majibu ya ndoto zangu za nyuma. Maana again nishaota ndoto za rapture before. Niliotaga mara 2 kwa mfano mwaka jana, na katika hizo ndoto 2 labda nikupe muhtasari tu kwa haraka. Ndoto ya kwanza zote sikutoboa, like I said, sikunyakuliwa. Ndoto ya kwanza nilivutwa au niliweza kupaa mpaka futi 50, lakini nikawa mzito sana. Kwa hiyo nikajua kabisa bado nina begi la uzito wa dhambi. Alafu ndoto ya pili nilipoota, niliota imefika, umetokea mlango juu mbinguni, umeona angani umetokea mlango mkubwa na mwanga mkali unatokea katika ule mlango. So I'm speaking of the door frame. And then watu wakawa wanavutwa na mimi nikawa nimevutwa mmoja wa watu. Nilipofika pale mlangoni, nikiwa nakaribia mlangoni, kuna mtu alikuwa mbele yangu na nilijua kabisa huyu mtu amechukua nafasi yangu. Unaona? Basi nikanajilisha kumuwahi yule mtu. Yule mtu alipopita alikuwa ni mtu wa 70. Yaani yeye huyo mtu ni mtu wa 70 kupita kwenye mlango. Na alipopita yeye mlango kafungwa, mimi mtu wa 71 nikarudishwa duniani. Unajua sikuhesabu idadi ya watu, ila unajua when Mungu akiwa anakufunulia maono, kuna details ambazo anakuambia you can't, like even wewe kwa uwezo wako wa kibinadamu you can't pick up some details. Ila ni supernatural, ni kama unapewa understanding, yani una have that, unakuwa ile understanding ya kimiujiza sana. Kwa mimi nilikuwa ni mtu wa 71, sikuhesabu ila I knew it.
Even at that time nilifika mimi nikasema wait, huyu jamani wa 70 mimi wa 71, nikaanza kulia moja kwa moja kabla hata mlango hujafunga. Mlango ulipofunga nikarudi duniani. Na nadhani mnajua namba 70 inaashiria nini. Ukisoma Danieli nadhani sura ya 9 mstari kama sio 24 pale, tunaambiwa juu yale majuma 77. Sawa, 7 mara 70, lakini pia Yesu anasema msamehe ndugu yako 7 mara 70. Tunajua uumbaji hufanyika ndani ya siku 6, siku ya 7 Mungu akapumzika. It's like kwenye theolojia, watu wa theolojia wanaona hii namba 7 na namba 70 kama namba za utimilifu. Kwa hiyo mimi sikutoboa hiyo mara ya pili ya kuingia rapture, kuingia mbinguni kwa sababu nilikuwa sijakamilika. Nilikuwa na namba 71 na sio namba 70. Mimi kutoboa kwenye zile ndoto mbili za mwanzo kulikuwa kumenijengea hofu. Na hiyo hofu ndio ambayo nilikumbuka ile siku ya unyakua wa juzi. Yaani nikiwa ndani ya ndoto nikakumbuka ndoto zingine. Does that make sense? Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa naishi katika hofu. Hata toka mwaka jana actually nilikuwa na hofu ya kwamba vipi ikitokea rapture afa nisichukuliwe. Umenielewa? Na ukisoma ile Ufunuo 21:8 inasema kwamba waoga hawataurithi ufalme wa mbinguni. Unajua unapoogopa au unapohofu unakaribisha uwepo ambao sio wa Mungu. Maana Mungu wetu yeye upendo wake ni kamili. Na ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 inasema kwamba katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika upendo. Umeona? Ukitoka nje ya neema ya Mungu hawezi kuingia mbinguni. It's all by grace. Umeona? Grace, Mungu anasema neema yake inatosha. Siku ya unyakuo itakapofika, wewe unaponyakuliwa haitakuwa kwa sababu umefanya mambo 1, 2, 3. Ila itakuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu imejidhihirisha kwako kutokana na wewe kuwa na kiu ya kumjua Mungu wako. Kwa maana unapoishi katika neno ndivyo unavyokaa katika mahusiano na Mungu. Na ndio hapo inaturudisha kwenye ujumbe wa mwinjilisti Edwin. Unajua Mungu ana njia yake. Usipoijua sasa hiyo njia lazima upotee. Umeona? Na wanaoijua hiyo njia ni wale tu wenye kiu ya kutaka kumjua. Ndio maana anasema katika ile Yeremia 29:13, mtanitafuta na kunipata mtakaponitafuta kwa moyo wote. Mtanitafuta na kufanyaje? Na kunipata. Ni ahadi kwamba if we seek him we shall find him. That's a promise. But first we shall seek him. Lakini pia tukisoma ile waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 14 inasema kwamba kwa hiyo wapenzi wangu, mkiwa mnaingojea siku ile, fanyeni bidii kuwa safi kabisa bila hatia mbele ya Mungu na kuwa na amani naye. Kuwa safi bila hatia. Yaani unakuwa spotless and without blemishes. Mimi napenda kusema blameless. Umeona? Kutokuwa na hatia mbele ya Mwenyezi Mungu. Yaani ile siku ya Bwana itakapowadia lazima itukute tukiwa ndani ya Kristo mwenyewe, maana damu yake ndio imetukomboa, kama ambavyo ile waraka kwanza wa Petro 1:18-19 ametuambia. Na ili tubaki sasa wasafi lazima tuishi kwa neno. Inatupasa tukumbuke kile Yesu alichosema, alivyowaambia wanafunzi wake. Aliwaambia, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni. Yohana 15:3 hiyo. Kwa hiyo neno lake Yesu, ambalo neno lake nasema ni roho, ndilo hilo ambalo linatuweka sisi katika hali ya usafi. Kwa sharti tuishi katika neno. Na hiyo neno ndio kiu ya kumjua Mungu. Sawa? Kumbukeni ile mambo matatu ambayo alisema mwinjilisti Edwin. Anasema kwamba alisema kukesha, akasema kusoma neno, lakini pia mwisho akasema kufanyaje? Kuomba. Sasa ndakupa mstari mwingine hapa ambao unakuthibitishia wewe kwa nini lazima uishi katika neno na kwa nini kiu ya kumjua Mungu ni muhimu sana. Ukisoma Zaburi ya 119 mstari wa 9 mpaka 13 inasema hivi: kijana anatunzaje maisha yake kuwa safi? Kwa kuyaongoza kadiri ya neno lako. Najitahidi kukutii kwa moyo wote. Usiniache nikiuke amri zako. Nimeshika neno lako moyoni mwangu, nisije nikakukosea. Utukuzwe Mwenyezi Mungu, unifundishe masharti yako. Nitayarudia kwa sauti maagizo yako yote uliotoa. Yaani mzaburi hapa anaonyesha kwamba kijana anawezaje kuziweka njia zake katika hali ya usafi. Yaani kwamba kijana anawezaje kuishi katika hali ya usafi. Kumbuka ile nilikwambia lazima ukae bila hatia. Kuishi bila hatia maana yake uishi katika hali ya usafi bila dhambi. Kwenye ile waraka wa kwanza wa Peter, waraka wa pili wa Peter sura ya 3 mstari wa 18 ambao nilikutajia. Sasa ili wewe uishi katika hali ya usafi inabidi uishi katika neno. Na ndio maana mstari unasema kijana anawezaje kuishi katika hali ya usafi bila kufanya dhambi? Ni kwa kuishi kwa kulisoma neno. Lakini anasema hilo neno sio tu kulisoma, ni kulificha ndani.
Na ndio nakumbuka ile mstari wa Yoshua, Mungu anamwambia Yoshua, nadhani Yoshua 1:8 anasema, ngoja nisome. Anasema, hakikisha kuwa kutakisahau kamwe kitabu hiki cha sheria, bali kila siku utajifunza kitabu hichi mchana kwa usiku, ili upate kutekeleza yale yote yaliyoandikwa humu, nawe utafanikiwa na kustawi popote uendapo. Yani Mungu anataka tu meditate on the word. Unapo meditate katika neno, ndivyo ambavyo unaficha neno lake katika moyo wako. Na ndipo hapo transformation, yani mabadiliko yako wewe ya kiroho yanapotokea. Yani your inner transformation. Sizungumzi transformation ya wewe kuacha tabia mbaya, nazungumzia your inner transformation ya wewe kufanyika kiumbe kipya ndani ya Kristo. Na ipo siku nitakupa ushuhuda wangu mwingine ambao kuna siku nilikuwa nimefanya meditation ya Zaburi ya 143. Yani nilikuwa natafakari Zaburi ya 143. Ile siku baada ya kutafakari ile Zaburi nikapata ndo ile siku ambayo nilipata maono ya wazi. Baada ya kutafakari lile neno nikapata maono ya wazi. So I'll find a day kama Mungu atapenda, neema itakuwa juu yetu, basi nitawasimulieni. Ewe ndugu yangu katika Kristo, kama ambavyo tumemsikia mwinjilisti amesema na vile ambavyo mimi nimeunganisha ndoto yangu na ujumbe wake, utagundua kwamba kiwe kumjua Mungu na kusoma neno vinaenda hand in hand. Jitahidi upende kulisoma neno, kwa sababu ukisoma Biblia, waraka wa pili wa waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9 unasema hivi: asiyezingatia na kudumu katika mafundisho ya Kristo, narudia, asiyezingatia na kudumu katika mafundisho ya Kristo bali anayakiuka hana Mungu, lakini anayedumu katika mafundisho hayo anaye Baba na Mwana. Kufikia hapo tutakuwa tumefika mwisho wa video hii fupi, na kushukuru wewe ambaye ulikuwa nami kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini ukitoka video hii naomba ukatazame video ambayo imeandikwa hauwezi kumwabudu Mungu usiyemfahamu. Video ile itakujengea uelewa mpana zaidi juu ya hichi ambacho mwinjilisti kasema na kile ambacho mimi nimekuongezea siku ya leo. Zidi kubarikiwa. Amen.